Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, halakati hizi za ilmiya wa rudud, leo majlisi yetu itabezi sana katika kujibu maswali yaliyoulizwa katika halaka yao walioitoa, na kuna hoja zetu pia tutazijenga. Na bidhati mimi nilitarajia nipate majibu kuhusu hadithul jariya. Mtume, kuna binti mmoja alimuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Yule binti akasema Allahu fi sama, Allah yupo katika mbingu. Lakini mpaka sasa hatujapata majibu kuhusu hadithi hiyo. Majlisi yetu iliyopita tulizungumzia maana ya neno sama katika matumizi ya Qur'an, yani namna gani Qur'ani imetumia neno sama katika maana tofauti tofauti. Ndugu zetu wakasema sama kweli lina maana nyingi, lakini hizo maana nyingi zimetumika tu kama majazi, lakini uhakika wake sama inarudi katika mbingu. Maelezo haya wanayoyatoa ni tofauti na vile ambavyo wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu walivyotaja katika vitabu vyao au katika kamusi zao. Maana ya asili ya neno samau ni mbingu. Ndiyo maana ya asili kabisa, na ndiyo maana ya hakikia. Maani zingine zote zitakazokuja baada ya hii maana ya hakika ni maana za kimajaz au ta'wilat, na hizo zinatokana na nini? Na siyaqul kalam, siyaqi ya maneno. Rejeni mfano kitabu kinaitwa Lisanul Arabi cha Ibn Mandur, ambacho ni katika vitabu tegemezi katika kamusi ya lugha ya Kiarabu. Lakini pia tuna kitabu cha karibu ambacho kinaitwa Al-Mu'jamul Wasitu. Mu'jamul Wasitu ni kitabu kilichoandikwa na Majma'ul Lughati Al-Arabiyya bil Qahira, Misri. Wakati wanafasiri neno samau katika maana walizozitaja za neno sama, walisema wa min kulli shay'in a'lahu, na kila kitu kilichokuwa juu huitwa sama. Kila kilichokuwa juu huitwa sama, na mbingu nayo ikaitwa sama kwa sababu iko juu. Kwa hiyo sisi tulieleza hivyo, wanawachuoni hawa wa Majma'ul Lugha wameeleza hivyo, na hiyo ndiyo maukifu yetu kuwa sama ina maana nyingi, moja ya maana zake ni juu. Sasa tukija katika maudhui al-asasi katika halaka iliyopita, ilikuwa tumezungumzia hadithun nuzuli, kuwa Allah ateremka au hateremki, la teremka jambo lake, na kuhusu maneno ya Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, Imamu Darul Hijra. Shekhe akaja akasema hadithi hii ya nuzul ya kushuka, lakini bahati nzuri ya mwenyewe anasema aslul kalima, kwa mujibu wa watu wa lugha, asili ya neno baqaun ala haqiqatihi, ni kubaki katika uhakika wake. Naona majambo. Asili ya neno ni kubaki katika uhakika wake. Sasa anasema anashuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye akasema kabla ya kwenda kule katika hayo maneno kusema kwamba amruhu la, amesingiziwa Imam Maliki. Hapa kuna masali mengi sana. Ameshuka Mola wetu, yeye anavyosema. Kisha baada ya kushuka akanadi, jamani wenye shida, wenye kutaka msamaha na mfano wa hayo, Mwenyezi Mungu ananadi baada ya kuwa ameshuka. Sasa hapa naomba ndugu yangu kwanza kuwa makini katika hili. Jambo la kwanza, anashuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka uko aliko, anakuja katika uwingu wa dunia. Hama bwana wao wanapambana sana kuonekana kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya vitu, yani juu ya arshi, juu ya mbingu, hasa ndio juu ya mbingu. Kwa hiyo anashuka Mwenyezi Mungu kutoka juu ya mbingu, anakwenda kuwa chini ya nini? Hili ni swala ambalo natakiwa wewe ujiulize. Alisema anatoka juu ya mbingu, anashuka chini ya kitu gani? Ya nini? Yani kama Allah anatoka huko juu, anashuka kwenye kitu gani? Akifika mpaka katika hii mbingu hapa, yani inakuwa kuaje? Ndio maana maneno yake.
Sasa hoja hii ni kutaka kubatilisha kuwa Allah hateremki. Lakini swali la kujiuliza ndugu zangu, kama hili mnapinga kuwa Allah hateremki, na kama anateremka katika kitu gani? Hivi nyinyi pale mnaposema Allah yupo bila sehemu, Allahu mawjudun bila makani, Allah yupo bila sehemu, hivi hili mtu akilifikiria akaliingiza katika akili yake linakubali halikubali? Kiakili ya kibinadamu kuwa yani Allah mawjudun bila makani, yupo bila sehemu, kivipi? Ndio maana sisi tulisema tokea mwanzoni kuwa masail yanayohusu ghaib, akili haina nafasi katika masaili hayo. Maadamu Allah amethibitisha kuwa ateremka, basi sisi tuamini kuwa ateremka. Hatujiulizi sana sasa anateremka katika kitu gani, kwa sababu unavyofikiria wewe unafikiria uteremkaji wa kibinadamu, kama ambavyo mtu leo akitaka kwenda huko mbinguni, huko juu, sijui mwezini, sijui wapi katika sayari, kuna vifaa watu hutumia. Kwa hiyo hukumu hii tunataka tumpe Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa yawezekana basi naye akiteremka kuna kitu anahitajia. La ya Sheikh, Allah ndiye alisema hivyo na yeye ndiye anajua ateremka vipi. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, anashuka kwa dhati yake. Yeye mwenyewe kabisa ndio anayeshuka. Sasa swala la pili linakuja hivi, kama ni yeye mwenyewe ndio anayeshuka kutoka huko mbinguni, juu ya mbingu, akaja katika mbingu ya kwanza, kisha akaanza kunadi, basi pia na huku kunadi nako pia kutakuwa ni kunadi kwa dhati vile vile. Na ili huku kunadi kuwe kwa dhati, inatakiwa na wale anaowanadia dhati hiyo waisikie, na wao wajibu yale ambao wanayasikia kwa dhati vile vile katika hali za namna hiyo. Amuoni kama ni hatari hii? Kama ni yeye anashuka kisha akaanza kunadi, maana hadithi ile imesema Allah subhanahu wa ta'ala anateremka, kisha akiteremka Allah anaanza kusema man yad'uni, nani wa kuniomba, man yastaghfiruni, nani wa kunitaka msamaha nimsamehe. Akasema kama ni yeye anashuka kisha akaanza kunadi, maana yake ananadi kwa dhati, na wale wanaonadiwa pia wanatakiwa wasikie kwa dhati. Yani hoja iko hivi, kama Allah ananadi, kama Allah anaita, jamani njoni, nani wa kunitaka msamaha nimsamehe, kama Allah anazungumza hivyo, maana yake na sisi tulitakiwa tusikie kama kweli anateremka. Hii hoja haifanyi au haikanushi kuwa Allah hateremki. La, ziko hadithi nyingi, sisi kazi yetu ni kuziamini, wala hatuulizi sana. Na hapa kabla sijatoa maelezo, haya ni madhara ya kutumia akili kabla ya dalili. Kuna kanuni zinatuambia an-naqlu muqaddamun ala al-aqli, dalili inatangulizwa kuliko akili. An-naqlu muqaddamun ala al-aqli, dalili hutangulizwa kuliko akili. Yani dalili inakuwa mbele ya akili, akili inatakiwa iwe nyuma ya dalili. Na dalili ya kanuni hii ni hadithi ya sahaba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aliposema, lau kana dinu birra'yi, lau dini ingekuwa ni kwa rai za watu na mitazamo yao na miono yao, lakana asfalul khuffi aula min almashi aula bilmashi min a'lahu. Sahaba Ali yasema lau dini ingekuwa inapelekwa kiakili akili, basi ingekuwa kupangusa viatu chini ni bora zaidi kuliko juu. Kisha akasema wala qad ra'aytu Rasulullah, hakika nilimuona mtume akipangusa juu ya khufu zake mbili. Kwa maana dini haitegemei akili ya mtu. Sasa ukisema kama Allah anateremka na anazungumza na ananadi, manake na sisi tunatakiwa tusikie. Sio lazima usikie, sio lazima usikie, kwa sababu mtume amekuambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anateremka.
wajibu wako wewe sasa ni kutafuta ule muda kwa ajili ya kupeleka shida zako. Ndio maana Mtume akatueleza kuwa ikifika ile theluthi ya mwisho Allah huteremka. Mtume kutuambia kuwa Allah anateremka theluthi ya mwisho wa usiku ni kukuzindua wewe, ili hata ukilala uamke kwa ajili ya kumuomba Mola wako. Lakini kama utasema Allah hateremki kwa sababu kama anazungumza mbona hatumsikii, basi kuna hadithi nyingi utazipinga. Moja ya hadithi, mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, majtamaa qaumun fi baitin min buyutillahi, hawajakusanyika watu katika nyumba katika majumba ya Allah, yatluna kitaballahi, ikawa wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasuna fima bainahum, ikawa wanasomeshana kati yao, illa nazalat alaihimus sakina, isipokuwa utulivu huwateremkia, wa ghashiyatuhumur rahma, wanafunikwa na rehma, wa haffatuhumul malaika, pia malaika wanajikusanya wanawazunguka, wa dhakarahumullahu fi man indahu, na Allah pia anawataja watu hawa kule aliko kwa wale viumbe waliokuwa kule kwake. Angalia hii hadithi ilivyotaja vitu mbalimbali. Mkikaa msikitini mkawa mwasoma Qur'ani au mwasomeshana, malaika wanajikusanya. Hao malaika tunawaona? Hatuwaoni. Kwa hiyo kama hatuwaoni, manake habari sio ya kweli kwa mujibu wa maelezo yake. Mtume asema na rehma pia huteremka, utulivu pia wateremka, na wanafunikwa na rehma, wa ghashiyatuhumur rahma. Ile rehma wakati inatufunika tunaiona? Hatuioni. Je, habari ni ya uongo? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa fadlul alimi ala alabidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi. Mtume asema ubora wa msomi kwa asiyekuwa msomi ni sawa na mwezi kwa nyota. Wa innal alima, kisha Mtume asema hakika mtu msomi, la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardi, anaombewa msamaha na vile vilivyomo katika mbingu na ardhi, hatta alhitanu fi jawfil ma, mpaka wale samaki waliokuwa katika maji pia wanamwombea msamaha. Kila kilichokuwa katika ardhi na mbingu kinamwombea msamaha yule msomi anayesoma ilmu ya dini. Je, vitu hivyo twavisikia? Hatuvisikii. Wale samaki wanaotuombea msamaha wakawaombea msamaha wasomi, tunawasikia? Hatuwasikii. Kwa hiyo habari ni ya uongo. Hizi ni hoja aklia dhaifa wahia. Hizi hoja bado hazijakanusha kuwa Allah hateremki. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alituambia siku ya Ijumaa katika milango ya msikitini kuna kuwa na malaika. Wale malaika kazi yao ni kuandika mtu wa kwanza anaingia, mtu wa pili, mpaka akija khatibu. Akija khatibu wanafunga madaftari yao, wanakaa wanasikiliza hutuba. Wale malaika tunawaona? Hatuwaoni. Kwa hiyo kama hatuwaoni manake hawapo. Hizi hoja ni dhaifu, hoja ni dhaifu. Kazi yako wewe katika masail ghaibia ni kusema nimeamini. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara anasema walladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah, ni wale wanaoamini ghaibu na wanasimamisha swala. Kwa hiyo sio kila kitu ambacho hukioni au hukisikii, hiyo sio dalili kwamba hakipo kabisa kabisa. Wale wanaochuoni wa falsafa wanatuambia ukisema kitu hakipo, ulijuaje kama hakipo? Yaani ukisema kitu kipo, ukisema kitu hakipo manake kipo. Kitu ambacho hakipo ndio kile ambacho hakijulikani, ndio hicho hakipo. Lakini ukisema hiki kitu hakipo, kipo, wewe ulijuaje kama hakipo? Kwa hiyo hoja hizo ni tusema ni dhaifu, dhaufa at-talibu wal matlubu.
Sasa sikiliza hapa maneno, anasema jambo ndo linasema nani wa kuniomba? Kwa hakika, kwa maana anayesema ni yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sasa kama yeye Mwenyezi Mungu anasema mwenyewe kwa dhati yake, maana yake na hichi anachouliza anauliza kwa dhati vile vile, kwa maana hajui hata hao wanadamu wana shida gani ili awape. Ndio maana yake, ambapo ni hatari sana akida ya namna hii. Yani kama kashuka mwenyewe kwa dhati na anayoyauliza anauliza kwa dhati bila shaka wala wasiwasi kabisa. Hata ya maswali anauliza kuna mwenye shida huko, ishara ya kwamba dhati yake mwenyewe Mwenyezi Mungu hajui kama kuna watu wenye shida. Hii si hatari jamani? Hatari. Nasallallahu salam. Yani maswali mengine yani yanachekesha, wallahi yanachekesha. Shekhe asema kama yeye Allah ndiyo anauliza, manake ni kwamba hajui shida za waja wake. Hadithi ile ya kuteremka, Allah akija anasema man yasaluni, nani wa kuniomba, fa'utiyahu, nimpe. Nani wa kuniomba? Yani mimi najua yeye ni msomi, mimi najua ni msomi, na sio kila istifahamu ina maana hujui. Sio kila istifahamu ina maana muulizaji hajui. Kuna istifahamu zingine litakriri, kuna istifahamu litaubihi, kuna istifahamu litashwiqi, ziko. Kwani leo ukimwambia mtoto wako, hivi wewe una baba mwingine zaidi yangu? Yani wewe hujui kama ni mtoto wako. Kwa hiyo sio kila kuuliza kuna maana hujui. Na dalili ya hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'rafi. Allah subhanahu wa ta'ala asema falanas'alanna alladhina ursila ilaihim, hakika tutawauliza wale watu walioletewa mitume, wala nas'alanna almursalina, na tutawauliza wale mitume wenyewe. Atawauliza nini? Allah subhanahu wa ta'ala asema tena wa yauma yunadihim, na siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawaita viumbe wake, raia hawa atawakusanya, atawaambia, fayaqulu, atawaambia madha ajabtumul mursalina, muliwaambia kitu gani wale mitume? Madha ajabtumul mursalina, kitu gani muliwajibu mitume waliokujieni siku ya kiyama hiyo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza waja wake hivi, kwa maana yeye hajui? Hasha lillah, Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Allah anajua kila kitu. La yakhfa min ilmi shay'un, hakifichikani chochote katika ilmu yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi, nyote ni sawa tu, anayedhihirisha maneno na akaficha, mbele ya Allah nyote ni sawa. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahari, anayetembea usiku, anayetembea mchana, wote mbele ya Allah ni sawa tu, hakifichikani kitu mbele ya Allah. Kwa hiyo kauli ya kusema, manake anaposema Allah nani wa kuniomba ili nimjibu, manake hajui shida za waja wake. Si hivyo shekhe, si hivyo. Tukija katika Sahihu al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yataaqabuna fikum malaikatul layli wa malaikatul nahar. Mtume anasema malaika wanapishana, kuna malaika wa usiku na kuna malaika wa mchana, yani kuna shifti. Alfajiri kuna malaika wanaingia kazini, alasiri kuna malaika wanaondoka wanakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ipo katika Bukhari. Mtume asema wale malaika wanapotoka duniani, wanaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anawauliza hivi, kaifa taraktum ibadi, kwani mmewaacha vipi waja wangu?
wa huwa a'lamu bihim, na Allah anajua zaidi hali zao. Lakini Allah anawauliza, kaifa taraktum ibadi, waja wangu mmewaachaje? Malaika wanasema, taraknahum wa hum yusalluna, tumewaacha wakiwa wanaswali. Hawa ni wale malaika wanaotoka alasiri wakaenda mbinguni. Wakifika kule juu, Allah anawauliza. Hizi zote ni dalili kwamba Allah yuko juu. Bado hatujazitumia kwa sababu hii sio maudhui yake. Pahala ninapotaka kujenga hoja ni hapa Allah subhanahu wa ta'ala anapowauliza malaika, waja wangu kule chini mumewaacha vipi? Kwani Allah hakuona? Lakini Allah anapenda kuuliza, na anapouliza si kwa maana hajui. Malaika wanamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, taraknahum wa hum yusalluna, tumewaacha hali ya kuwa wanaswali. Hadithi ipo katika Bukhari kitabu swala. Kwa hiyo bado hatujaona hoja ya kukataa kuwa Allah hateremki eti kwa sababu akiteremka anauliza. Hiyo sio hoja. Unajua kwetu wakati usiku kuna maeneo mengine ni mchana. Na wakati fulani sisi wakati tunapopata alfajiri kuna mahala mengine usiku unasogea. Yani nyakati tunakuwa tunaachiana katika hali za namna hiyo. Kwa lugha hii basi Mungu atakuwa anakaa hapo katika hiyo samaa dunia. Halafu hoja nyingine dhaifu kuwa kama Allah anateremka, kuna watu kwao ni usiku, kuna wengine kwao ni mchana. Sasa huyo Allah anateremka vipi? Maana yake kama huko ameteremka saa 8 usiku au saa 7, ikichomoza alfajiri maana yake itabidi ahame aende sehemu nyingine kule ambako kwao ni mchana. Yani hoja dhaifu. Hoja hii kwa mtu wa kawaida anaona ni bonge la hoja, lakini sio hoja, si chochote. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndiye aliyesema kuwa ateremka. Na huyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyeumba ulimwengu ukawa na nyakati mbili tofauti. Huyo sisi wajibu wetu ni kuamini kuwa Allah anateremka, kwa sababu maadamu yeye ndo akasema hivyo na yeye ndiye aliyeumba ulimwengu katika hali hiyo, wajibu wetu sisi ni kuamini. Kama ilivyothibiti katika sahihu al-Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa baada salati al-asri, alimuita sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman, Mtume akamuuliza Hudhaifa, akamwambia, hal tara shamsa, hivi waliona hili jua? Sahaba Hudhaifa akasema, naam ya Rasulullah, ili jua naliona. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, hakika hili jua taghrubu wa tadhhabu ila arshi arrahman, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, hili jua linazama na linakwenda katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Likifika katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala linasujudu, linakaa mpaka inafika kesho yake. Ikifika kesho yake, lile jua linamuomba ruhusa Allah, linamwambia, ya Rabbi, nichomoze magharibi. Allah analiambia bado muda haujafika, linarudi mashariki. Hii hadithi ipo katika Bukhari. Swali la kujiuliza katika hii hadithi, ikiwa jua linakwenda kusujudu katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha haliondoki mpaka lipewe idhni, linakwenda tena kuchomoza mashariki kesho yake, na sisi twajua kuwa dunia kuna usiku na mchana, wakati gani hilo jua linakwenda kusujudu katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati gani linakwenda kuchomoza kwa wale wenzetu ambao ndio wanaanza kuingiwa na asubuhi? Kwa sababu huku kwetu likizama manake linachomoza upande wa pili, kwao inakuwa ni asubuhi. Hizi hoja zipo, ni hadithi zipo katika Bukhari. Wajibu wetu sisi kama Waislamu ni kusema sam'an wa ta'a, tumesikia na kutii na kuamini. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema, walladhina yu'minuna bilghaibi, na
Waumini wa kweli ni wale wanaoamini mambo ya ghaibu. Kwa sisi twasema hapa hapahitaji akili, kwa sababu hata ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala sema walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru. Allah anasema vinamsujudia yeye vilivyokuwa katika mbingu na ardhi, minashajari miti, wadawabi wanyama, waljibali pia majabali yanamsujudia. Hivi kweli jabali kama mlima Kilimanjaro unauona vile ulivyo, utajiuliza ule unasujudu vipi? Kwa akili yako wewe sasa utajiuliza hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni alimun bidhalika, yeye analijua hilo. Kazi yetu sisi ni kusema tumeamini. Kwa hiyo maadamu Allah subhanahu wa ta'ala anateremka, sisi tuamini kuwa anateremka. Suala la kusema sasa kuna usiku na mchana, hilo ni akili yako wewe, na akili yako imeishia hapo. Wanawachuoni wa usulul fiqh wanasema unaposoma baadhi ya aya ndani ya Qur'an ukaona kama vile zinagongana, basi ujue hazigongani, bali uelewa wako ndio umeishia hapo. Kwa hiyo hata sisi tukiona kuna aya au kuna vitu ambavyo akili haikubali, tunatawakaf, tunajua akili yetu imeishia hapa, tunamwachia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi hatuwezi kuhimili mambo yote ambayo tunayo yashuhudilia. Kwa hiyo hapo hakuna hoja ambayo inaweza kukanusha hadithi ya kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ziko nyingi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Allah sema hakuna kitu katika hivi vitu mnavyoviona isipokuwa kinafanya tasbih, kinamsabihi Mola wake. Kisha Allah akasema walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamjui namna gani vinamsabihi Mola wao. Sasa wajibu wetu nini? Ni kuamini. Khalas, huo ndio wajibu wa mu'min. Kwa hiyo kama ambavyo haujui mti unafanya vipi tasbihi na umetawakaf, umekubali na ukaamini hivyo, basi pia uamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anateremka. Anateremka vipi? Sijui. Umemaliza. Sami'tu Abdullah ibn Wahabi, nimemsikia Abdullah ibn Wahabi yaqul, anasema sami'tu Malikan, sami'tu Malika, nilimsikia Imam Malik ibn Anas anasema man wasafa shay'an min dhati llahi, yoyote yule ambaye atakayesifia chochote katika dhati ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mithla qawlihi, mfano wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, na wamesema Mayahudi mkono wa Mungu umefungwa. Alafu mtu akawa anasema maneno haya, wa ashara biyadihi, na akaashiria katika mikono yake, ila unuqihi, katika shingo lake. Wa mithla qawlihi, na mfano wa maneno yake, wa huwa samiu, neno likaja naye Mwenyezi Mungu ni msikivu, mtu akasema ana masikio. Albasiru, na anaona, mtu akasema ana macho. Fashara ila ainaihi wa udhnaihi, akaashiria mtu huyo katika macho yake au katika masikio yake. Au shay'an min badanihi, au kitu chochote katika mwili wake. Fa quti'a dhalika minhu, hicho kiungo inatakiwa kikatwe kutoka kwa mtu huyo. Liannahu shabbaha Allah binafsihi, kwa sababu huyo amemfananisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na nafsi yake katika haja namna hii. Ndugu yetu huyo anasema zile aya ambazo zinazomhusu Mwenyezi Mungu zibaki vile vile. Kwa hiyo akisema Mwenyezi Mungu ana mguu, tuseme anao mguu, tuseme hivyo. Imam Maliki anasema mtu akisema maneno ya hali ya namna hii akatwe huo mguu wenyewe, kwa sababu kamfananisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na yeye mwenyewe katika hali za namna hiyo. Maneno ya Imam Malik aliyosoma hapo, Imam Malik asema man waswafa shay'an min dhati llahi. Nitayasoma haya maneno kama alivyoyasoma, halafu tuone sisi au yeye,
kwa sababu anasema kuwa mawahabi wana ufahamu mbaya. Mawahabi tatizo lao sio kusoma vitabu, sio kusoma aya, kama anavyosema mwenyewe. Anasema tatizo la mawahabi ni uelewa. Sasa amenukuu maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik asema man waswafa shay'a. Angalia neno waswafa. Waswafa ni kukielezea kitu, ndio maana ya neno waswafa. Kama ukisema tusifie, waswafa yaswif, sifuhum lana, kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyotaja baadhi ya watu watakaotokea huko mwishoni. Maswahaba wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, sifuhum lana, hebu tuelezee. Mtume alipotaja kuwa kuna watu huko mbeleni, katika hadithi ya Hudhaifa, Mtume alisema kuna watu watakuja huko mbeleni, watakuwa wanawalingania watu katika milango ya moto. Maswahaba wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, sifuhum lana, hebu tuelezee hao watu kwetu sisi ili tuwajue. Mtume akasema qaumun min jildatina, ni watu wanatokana na sisi. Mahali ninapopataka mimi ni hapa maswahaba walipomwambia Mtume sifuhum lana. Neno sif ni fi'lu amri, inatokana na fi'lu waswafa yasifu sif, harfu illa ile imeondoka. Imam Malik hapa anasema man waswafa. Waswafa ni kukielezea kitu. Sasa Imam Malik asema man waswafa shay'an, yoyote atakayekielezea kitu, yani kwa undani, kiko hivi, kiko hivi, kiko hivi, min dhati llahi, katika dhati ya Allah, mithla qawlihi, mfano pale Allah aliposema waqalatil yahudu yadullahi maghlula, mikono ya Allah imefungwa, wa ashara biyadihi ila unuqi. Halafu huyu mtu sasa akaelezea namna mikono ya Allah ilivyofungwa, akasema, akaashiria mikono yake katika shingo yake. Wa mithla qawlihi wa huwa as-sami'ul basir, wa ashara, akaashiria ila ainihi wa udhunaihi au shay'an min badanihi, au chochote katika mwili wake, kutia dhalika, basi kitakatwa hicho kiungo. Mustami'una alkiram, haya maneno ya Imam Malik, je, hapa amekataa kuwa Allah hana mkono? Je, hapa amekataa kuwa Allah hasikii? Je, amekataa kuwa Allah haoni, hana macho? Hapana. Alichosema Imam Malik, man waswafa shay'an, yoyote atakayekielezea kitu, kwa sababu sisi hatujamuona Allah, utamuelezea vipi wakati humjui? Wewe kazi yako ni kusema tu Allah ana mkono, hebu tuelezee ukoje? Siujui. Ndio maana Imam Malik kwa ufundi wa lugha akasema man waswafa, kama maswahaba walipomwambia Mtume sifuhum lana, hebu tuelezee hao watu wabaya watakaokuja baada yetu. Hiki ndicho ambacho Imam Malik alichokieleza. Sasa utahukumu mwenyewe, sisi na nyinyi, nani ambaye ameelewa vibaya haya maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo tunaposema kuwa Allah anateremka, tumethibitisha sifa ya kivitendo. Sasa ukianza kusema anateremka kama ninavyoteremka, utakuwa unafananisha, sasa unaleta takiifu. Ukisema labda kuteremka kwake kama kitu, wewe kazi yako ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala anateremka, imeisha. Anateremka vipi? Sema sijui. Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, siku moja katika majlisi yake na kisa hiki wamekitaja wanaochuoni katika vitabu vyao, akiwemo al-Imamu Sabun katika kitabu chake Aqidatus Salaf katika babu al-Istiwa, na kisa hiki kimepokelewa zaidi ya sanadi moja. Imam Malik rahimahullahu ta'ala wakati anasomesha, kuna mtu akamuuliza, ya Imam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa amestawi juu ya arshi yake, kaifa stawa, amestawi vipi? Imam Malik alipoulizwa hili swali, kwanza alibadilika,
Maana muulizaji amemuuliza hivi, kaifa istawa, vipi amestawi. Unajua unaposema vipi amestawi, maana yake tumekubali kwamba Allah amestawi. Sasa tunachotaka kujua amestawi vipi. Yani ni sawa sawa na mtu akakwambia, nimesafiri bwana. Umesafiri? Ndiyo. Umesafiri na gari gani? Tunakubali kuwa umesafiri, ila nataka kujua usafiri. Sasa Imam Malik alipoulizwa akabadilika, kwa sababu ni swali zito, ni kuingia katika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu akamwambia, alistiwa'u ma'lumun, kustawi kwa Allah kunajulikana, kuwa Allah yupo juu ya arshi. Wal kaifu majhulu, ama kaifia, kuwa amestawi vipi, amekaa, sijui amesimama, sijui amefanya nini. Kwa sababu hawa ndugu zetu asufia, sisi tunapowaambia amestawi, wao wanakimbilia kwamba amekaa. Istiwa ina maana nyingi, moja ya maana ya istiwa ni irtifaa. Kwa hiyo Imam Malik akamwambia istiwa'u inajulikana, wal kaifu majhulu, ama kaifia, amestawi vipi, hiyo sisi hatujui. Wal imanu bihi wajibun, na kuamini jambo hilo ni lazima. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza kuwa Allah amestawi vipi ni uzushi. Kwa sisi tuamini kuwa Allah amestawi, tunaamini kuwa Allah ateremka. Ateremka vipi hatujui. Kama ambavyo tulivyopiga mfano mdogo kuhusu jua, jua linakwenda katika arshi ya Allah, linakwenda kusujudu. La sujudu vipi hatujui. Miti inamsabihi Allah, inamsabihi vipi hatujui. Kazi yetu sisi ni kusema amanna billahi kullu min indi rabbina, yote hayo yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli ni hatari kubwa, na hapa pia ni gongele msumari na katika sala zima la maneno haya. Ndugu yetu katangulia kusema kwamba kuna maneno ambayo yanaweza yakatafsirika kimajazi. Kwa hivyo pia hata haya mambo yote anayoona haya ambayo yeye saizi anafanyia tamthili bila kujua, bila kuelewa kama anafanya, yanahitajika pia tumike. Lau angefanya majazi asingetamka hayo. Ndio maana sasa natazama kwamba leo hii ni akili tu ya kawaida kwamba bwana, serikali na mkono mrefu. Nani kaona limetoka mkono hapa? Kono limetoka hapa, limepita Mwanza, likapita Tanga, likapita Mbeya, likapita Kigoma, likapita kono la serikali. Serikali waliona linapitia sema kupita mkutana nalo. Haiko hivyo. Maana yake sasa tunatumia kwamba hii mkono serikali ni mrefu kwa maana ya ile nguvu yao ya aina ya utendaji na umiliki wa wale wananchi na vitu vyomo ndani ya nchi yao. Maana yake wana uhakika nao wa namna ya kuweza kuvisimamia kwa ukabilifu wake. Ndio maana sasa tunasema bana, nguvu mkono wa serikali ni mrefu, unaweza kuwa huko peke yako kile baadaye ukamatwa. Ndio maana sasa tunasema bana, nguvu mkono wa serikali ni mrefu, unaweza kuwa huko peke yako kile baadaye ukamatwa. Ndio maana sasa tunasema bana, nguvu mkono wa serikali ni mrefu, unaweza kuwa huko peke yako kile baadaye ukamatwa. Ndio maana sasa tunasema bana, nguvu mkono wa serikali ni mrefu, unaweza kuwa huko peke yako kile baadaye ukamatwa. Kwani leo tukisema serikali ina mkono mrefu, kwa maana jikono lake lile ndio limetoka jikono lirefu likawa lazunguka, yani kapiga mifano kiasi hicho. Hiyo ni mifano tokapiga, lakini kuna kitu kimoja hajazinduka, kwa sababu katika majazi kuna karina na kuna alaka. Ukisema serikali ina mkono mrefu, kweli ule mkono sisi hatuuoni, lakini kuna vitu watakiwa kujiuliza. Kwani serikali ni watu au ni kitu? Serikali ni watu. Kama serikali ni watu, hawa watu wana mikono au hawana mikono? Wana mikono. Na hapo alisema, ndio maana sasa tunasema bana, nguvu mkono wa serikali ni mrefu, unaweza kuwa huko peke yako kile baadaye ukamatwa. Ndio maana sasa tunasema bana, nguvu mkono wa serikali ni mrefu, unaweza kuwa huko peke yako kile baadaye ukamatwa. Wewe ushasema kwamba serikali haina, tukisema serikali na mkono mrefu si kwa maana jikono. Lakini unaposema umeua, ukisema umeua kisha ukaja ukakamatwa, tutauliza swali, waliokukamata nkina nani? Ni serikali. Wamekukamata vipi? Kwa miguu au kwa meno? Wa mikono. Tuarudi pale pale. Kwa hiyo hata tukisema serikali ina mkono, wana mkono, kwa sababu serikali ni watu na watu wana mikono.
na hizi katika balagha tunaita ni alaka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipojithibitishia mkono, hata kama tukipeleka kibalagha kimajazi majazi, bado tutarudi pale pale kuwa Allah ana mkono. Mkono wake ukoje hatujui, tunamwachia yeye mwenyewe. Sisi kazi yetu ni kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na kitu chochote. Na kwa nini mpinge sifa tu ya mkono? Kwa nini hampingi kuwa Allah anasikia? Kwa nini hampingi kuwa Allah anaona? Kwa nini hampingi kuwa Allah anazungumza? Hapa ndipo wanapoongopea watu, wanasema ile athari kuthibiti kwa Imam Malik. Kwa nini wanamchukua Jami ibn Sawada al-Hamzawi ndio wanamchomeka katika silsila ile, wakati huyu anayezungumzwa hapa ni Jami ibn Sawada al-Azdi ambaye ni mtu thika, ni mtu ambaye muaminifu, anakubaliwa na wanavyoni katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kuweni makini sana na hawa watu. Hawa watu ni hatari sana, wana porojo nyingi sana kutaka kuwalaghai watu na kuwaongopea watu katika hali za namna hii. Kipindi kijacho nitakuja sasa kumueleza Jami ibn Sawada al-Azdi na Jami ibn Sawada al-Hamzawi ili muone tofauti baina ya hawa watu wawili. Tunasubiria, alisema ataendelea kuchambua, tusikilize uchambuzi wake, halafu na sisi tutakuja kunukuu. Kama atakuwa amenukuu maneno ya Sagafi, hamna neno, sisi tutakuja kuyanukuu maneno ya Sagaf. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.